Maisha ya mwanadamu ni safari iliyojaa changamoto, mafanikio na alama zinazoacha kumbukumbu isiyofutika katika jamii. Katika historia ya Tanzania, wapo viongozi wachache walioweza kujijengea heshima na nafasi ya kipekee kutokana na ujasiri wao, uwajibikaji na kujitolea kwao kwa wananchi. Miongoni mwa viongozi hao ni William Vangimembe Lukuvi, kiongozi aliyepitia hatua mbalimbali za maisha kutoka mazingira ya kawaida kabisa hadi kufikia nafasi za juu za uongozi serikalini. Kupitia juhudi zake, nidhamu na moyo wa kupigania haki, ameacha mchango mkubwa unaoendelea kukumbukwa na kuthaminiwa na Watanzania wengi. William Lukuvi ni miongoni mwa viongozi wa muda mrefu katika siasa za Tanzania, akijijengea jina kupitia utumishi wake serikalini na ndani ya Chama cha Mapinduzi cha CCM. Safari yake ya maisha inaonyesha mchanganyiko wa nidhamu, elimu na uzoefu wa kisiasa uliomfikisha katika nafasi za juu za uongozi. Alizaliwa tarehe 2 Disemba mwaka 1955 katika mkoa wa Iringa, Tanzania, mahali ambapo alikulia na kupata malezi yaliyojijenga misingi na uwajibikaji na uongozi. Tangu akiwa mdogo, alionekana kuwa na hamasa ya kujituma na kujenga maisha bora kupitia elimu na kazi. Katika safari yake ya elimu, Lukuvi alipitia ngazi mbalimbali za shule za msingi na sekondari nchini kabla ya kujiendeleza zaidi kitaaluma. Hatua hii ilimsaidia kufungua milango ya kuelekea katika uongozi na utumishi wa umma. Baadaye alijiunga na Open University of Tanzania ambapo alihitimu shahada ya uzamili Master of Arts katika sayansi ya siasa. Elimu hiyo ilimpa uelewa mpana kuhusu mifumo ya kisiasa, uongozi na mahusiano ya kijamii. Kuingia kwake katika siasa kulianzia ndani ya CCM ambako alijipambanua kama kiongozi mwenye msimamo na uwezo wa kusimamia majukumu. Alifanikiwa kuchaguliwa kuwa mbunge akiwakilisha wananchi wake kwa vipindi kadhaa na kupata uzoefu mkubwa katika bunge la Tanzania. Umahiri wake ulimwezesha kuteuliwa kushika nyadhifa mbalimbali serikalini, ikiwemo nafasi ya waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2022. Katika kipindi hicho, alisimamia sera na mipango ya ardhi ambayo ni sekta nyeti kwa maendeleo ya taifa. Baadaye, chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, aliteuliwa kuwa mshauri mkuu wa rais wa masuala ya siasa na mahusiano ya kijamii kuanzia Juni 2023. Nafasi hiyo ilimhusu kutoa ushauri wa kisera na kusaidia kuimarisha mshikamano wa kijamii. Katika utumishi wake, Lukuvi amejulikana kwa msimamo wake katika kusimamia sheria na kusisitiza uwajibikaji katika sekta zinazoongoza. Ameendelea kuwa sehemu ya viongozi waliotoa mchango mkubwa katika maendeleo ya kisiasa na kijamii nchini Tanzania. Kwa ujumla, maisha ya William Lukuvi yanaonyesha safari ya hatua kwa hatua kuanzia malezi ya kawaida, elimu hadi kufikia nafasi za juu za uongozi, akiwa mfano wa kiongozi aliyejijengea kwa uzoefu na kujituma katika kutumikia taifa. Taarifa zinaeleza kuwa kiongozi huyo alifikwa na umauti tarehe 25 Machi mwaka 2026 baada ya kuugua ghafla, hali yake ikidaiwa kuzorota kwa muda mfupi kabla ya kupelekwa hospitalini kwa matibabu ya haraka. Akiwa chini ya uangalizi wa madaktari, juhudi mbalimbali zilifanyika kuokoa maisha yake, lakini kwa bahati mbaya hakufanikiwa kuhimili hali hiyo. Inadaiwa kuwa alipata tatizo la kiafya linalohusishwa na moyo, jambo lililosababisha hali yake kuwa mbaya zaidi katika muda mfupi. Madaktari walijitahidi kutoa huduma stahiki kwa kutumia vifaa na utaalamu uliopo, lakini hali iliendelea kuwa tete hadi alipofariki dunia. Kifo chake kilitokea majira ya alfajiri ya siku hiyo, jambo lililoacha simanzi kubwa kwa familia, ndugu, jamaa pamoja na wananchi waliokuwa wakimfahamu na kuthamini mchango wake katika jamii. Habari hizo zilipokelewa kwa huzuni kubwa na kusambaa kwa haraka miongoni mwa watu mbalimbali.
Watu wengi walieleza masikitiko yao, wakikumbuka namna alivyokuwa mtu wa kujituma na mwenye moyo wa kuhudumia wengine. Katika kipindi chake cha uhai, alijitahidi kutekeleza majukumu yake kwa bidii na uadilifu, hali iliyomfanya kuheshimika na wengi. Kwa ujumla, kifo chake kimeacha pengo kubwa ambalo si rahisi kuzibika mara moja, huku kumbukumbu ya mchango wake ikiendelea kubaki mioyoni mwa wale wote walioguswa na maisha na utumishi wake. Katika mwisho wa safari yake ya uongozi, kinachobaki si cheo wala mamlaka, bali ni matendo na alama alizoacha katika mioyo ya watu. William Vangimembe Lukuvi ameendelea kuwa mfano wa kiongozi aliyesimama kwa ujasiri, akatetea haki na kuwatumikia wananchi kwa moyo wa dhati. Jina lake litaendelea kusikika, si kwa sababu ya nafasi alizowahi kushika, bali kwa sababu ya mchango wake halisi katika maisha ya Watanzania. Hivyo basi, historia yake itakumbusha kuwa uongozi wa kweli ni ule unaogusa maisha ya watu na kuacha kumbukumbu isiyofutika kizazi hadi kizazi. Mtazamaji, hii ni Zantime. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.